Pamoja na changamoto zote zinazoweza kuonekana katika ligi kuu Tanzania bara, pamoja na visa, mikasa yote ya Simba na Yanga katika ligi kuu Tanzania bara, lakini ukweli unabaki kwamba ligi kuu Tanzania bara inaendelea kupaa siku hadi siku kwa viwango vya ubora. Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, lakini vile vile wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na watani zao wa jadi Yanga wamekuwa katika kiwango bora sana, kiasi ya kwamba ndio wanaoshiriki kuipaisha ligi hiyo kwa viwango vya ubora vya CAF siku hadi siku. Ndio hivi sasa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ni miongoni mwa ligi ambazo zimekuwa zikipanda sana kwa misimu takribani 6 kati ya 7 iliyopita. Ligi kuu Tanzania bara imekuwa ikitoa walau timu moja au zaidi katika michuano ya klabu ya CAF kwenye hatua za makundi. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa kawaida CAF huzipa ubora ligi kutokana na pale ambapo timu zake zinavyofanya katika michuano ya klabu ya CAF, na ili timu ipate point ambazo mwisho wa siku huenda katika kapu kuu la ligi husika, sharti iwe imeingia katika hatua ya makundi ya ama michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho. Ifanye hivyo ndani ya misimu 5. Sasa ligi kuu Tanzania bara tangu msimu wa 2018 2019 klabu zake zimekuwa zikifanya vizuri sana kwenye michuano ya CAF. Yaani kuanzia msimu huu utagundua ni msimu mmoja tu ambao ligi kuu Tanzania bara haikuwa na klabu yoyote katika michuano ya klabu ya CAF kwenye hatua za makundi, kwa maana ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho. Lakini msimu uliomalizika 2024 2025 Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho, fainali shirikisho, lakini Yanga walifika hatua ya makundi wakamaliza katika nafasi ya 3 kwenye kundi lao la A. Sasa tuko katika msimu huu wa 2025 2026, bado hatujajua itakuwa vipi, lakini kuna kila dalili kwamba Simba watakwenda tena hatua ya makundi kama ilivyo ada, kwa sababu wanakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur ya Eswatini, ambayo kwenye makaratasi Simba wana nafasi kubwa ya kupata matokeo ya jumla ya ushindi katika mechi zote mbili ili isonge mbele kwa hatua ya makundi. Lakini pia Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers, mabingwa wa Malawi katika msimu uliomalizika. Yanga wana kila sababu kwenye makaratasi ya kusonga mbele kwa sababu wao ni wakubwa zaidi kuliko Silver Strikers katika maeneo mengi. Matarajio ni kwamba wote watakwenda hatua ya makundi. Lakini mwaka huu, msimu huu unaendelea 25-26, dalili njema ni kwamba kuna uwezekano Tanzania ikaingiza timu zake zote kwa maana ligi kuu Tanzania bara kwenye hatua ya makundi ya michuano ya CAF, kwa sababu kuna Singida Black Stars wako kwenye kiwango bora sana chini ya kocha Miguel Gamondi, wanakwenda kucheza dhidi ya Flambeau ya kule nchini Burundi. Dalili ni kwamba kwenye makaratasi piga au garagaza Singida hawezi kukwamishwa na timu hii kutoka Burundi, kwa hiyo itakwenda katika hatua ya makundi. Lakini tuheshimu mpira wa miguu, tusubiri mechi zenyewe zichezwe. Lakini vile vile kuna Azam FC ambayo katika msimu uliomalizika ilimalizia nafasi ya 3. Azam tangu ipande katika ligi kuu kwenye wakilishi wake kwa michuano ya kimataifa ya CAF haijawahi hata mara moja kuingia hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Lakini msimu huu dalili zinaonyesha kwamba sasa wanayo fursa hiyo, kwa sababu wanakwenda kucheza na ndugu zao. Ndio tunamaanisha timu kutoka Zanzibar KMKM. Mshindi wa jumla katika mechi zote mbili atakwenda katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Timu zote zikifanya hivyo maana yake zidi kupaa maradufu katika viwango vya ubora vya CAF. Lakini kwa sasa Tanzania imeendelea kuwa katika nafasi yake ya 5 kwa viwango vya ubora, lakini safari hii ikibebwa zaidi na Simba na Yanga. Ni kwa sababu gani? Kwa utaratibu wa CAF huwa inaangalia misimu 5. Maana yake na msimu uliopo tupo katika msimu huu wa 2025-26, huu ni wa pili, huu ni wa 3, wa 4, wa 5. Kwa hiyo misimu tunaangalia ni hii, ambapo maana yake ni nini? Namungo hawapo tena katika miongoni mwa timu zilizochangia points za ubora kwenye kiwango cha ligi kuu kwenye CAF. Ni kwa sababu yenyewe ilifuzu kuingia hatua ya makundi mwaka 2021 ambao kwa sasa haupo tena tunapohesabu misimu 5 kuanzia msimu uliopo. Sasa Tanzania imeendelea kubaki katika nafasi ya 5. Pointi zake hatua iliyopiga kwa kushiriki mfululizo kwa Yanga na Simba katika hatua ya makundi michuano ya CAF kwa siku za hivi karibuni imeifanya ipunguze wigo wa kutoka yenyewe ligi kuu Tanzania bara
na ligi iliyo juu yake, tofauti ya pointi baina yao imepungua sana kutoka ilivyokuwa katika msimu uliopita. Lakini pia imeongeza wigo wa points baina yake na ligi inayoifuatia katika orodha ya ligi bora barani Afrika. Wacha tufafanue vizuri. Iko hivi, kufikia msimu huu ambapo kwa kawaida ndio ambao au tuseme katika kila msimu unapoingia CAF hutumia vigezo vya msimamo wa ubora wa viwango vya CAF kwa misimu mitano iliyopita ili kuingia katika msimu husika. Yaani namaanisha nini? Kwamba kwa msimu huu wa 2025-2026 viwango vinavyotumika katika upangaji wa ratiba za CAF hutegemea zaidi performance, viwango vya klabu katika misimu mitano iliyopita. Kwa hiyo ni kuanzia 2020, 2021 mpaka 2024, 2025, hapa tulipata misimu mitano. Viwango vyake ndivyo vimetumika katika upangaji wa ratiba za CAF kwa msimu huu. Na hata viwango vya sasa vya msimu huu utakapofika mwishoni, viwango vyake ni kwa matumizi ya 2026, 2027. Tutakapofika 2026-27, viwango vyake ni kwa ajili ya 2027, 28. Ndivyo ilivyo. Kwa lugha nyingine, ukitaka kujua viwango vya sasa hapa tunapozungumza vya ubora vya CAF, huangalii hivi vilivyopo sasa, kwa sababu hivi ni matokeo ya vile vya misimu mitano iliyopita, bali utaangalia kwenye orodha ya CAF msimu 2026, 2027. Hapa napenda nirudie tena kwa sababu kuna watu wanachanganya. Ukiwaambia viwango vya sasa vya ubora wanavurugwa. Kwa mfano ambao vinatumika sasa na CAF kwenye upangaji wake wa ratiba, inatumia vya misimu mitano ambayo inaonyesha ligi namba 1 ni Misri, sawa? Ligi ya Misri namba 1, namba 2 kama kawaida ni Morocco, namba 3 ni ligi kuu ya Afrika Kusini ndio namba 3, namba 4 ni ligi kuu ya Algeria, namba 5 ni ligi kuu ya Tanzania bara kama tunavyofahamu, hii ndio namba 5. Tukiweka namba hapa ni 1 2 3 4 5. Namba 6 ni ligi kuu ya Tunisia, namba 7 ni ligi kuu ya Angola. Namba 8 ni ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namba 9 ni ligi kuu ya Sudani. Halafu namba 10 ni ligi kuu ya Ivory Coast. Namba 11 ni ligi kuu ya Libya. Namba 12 ni ligi kuu ya Nigeria. Kwa kawaida CAF 12 bora ndizo ambazo hupeleka timu mbili katika kila michuano yake. Michuano ya ligi ya mabingwa timu 2, michuano kama ya shirikisho timu 2. Sasa kwenye orodha ambayo imewezesha ratiba ya msimu huu inayoendelea ni kwamba Misri walikuwa na pointi 190.5, Morocco walikuwa na pointi 142, Afrika Kusini walikuwa na pointi 131, Algeria 130, Tanzania 82.5, Tunisia 82.5, Angola walikuwa na pointi 55, DRC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pointi 45, Sudani walikuwa na pointi 41 na kadhalika, tunakwenda mpaka huko chini. Lakini kwa viwango hivi tayari kuna athari, kwa sababu tumeingia msimu wa 25-26, maana yake msimu wa 2020-21 haupo tena. Kwa hiyo pointi hizi zilizowezesha kuwa na viwango hivi kwa sasa sizo zenyewe. Yaani ukitaka viwango vya sasa tunaangalia 26-27, ambapo maana yake kuna athari, pointi zitapungua kwa sababu msimu wa 2021 uliozalisha pointi hizi zinazotumiwa kwenye viwango vya upangaji wa ratiba za CAF hivi sasa haupo tena, bali hivi sasa orodha ilivyo na pointi zake ni kama ifuatavyo, ambavyo matumizi yake itakapofikia mwisho wa msimu ni kwa ajili ya 26-27. Ewe ambao unataka kujua viwango vya sasa, usiangalie vile vinavyotumiwa na CAF hivi sasa, kwa sababu wenyewe ni matokeo ya msimu wa 2020-21 mpaka 24-25 ndio misimu mitano. Lakini tumeingia 25-26, ule msimu 2021 unaondoshwa, tunaanza kuhesabu 21-22 mpaka msimu huu ili kupata viwango vya sasa, ambavyo hata hivyo matumizi yake ni kwa msimu 26-27. Point to note,
25-26 hakuna timu mpaka sasa ishaingia hatua ya makundi, kwa sababu ndio kwanza timu zipo katika raundi ya pili ya kuwa ni ya kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kila timu barani Afrika ina pointi 0-0-0. Kwa hiyo ina maana hesabu za pointi zinaonyesha ni kuanzia 21-22 mpaka tulipo sasa, lakini kwa 25-26 ni 0-0. Matokeo yake pointi zimeathirika, lakini bado viongozi wako ni Misri, ambao kutokana na mabadiliko hayo, wakati msimu ukiendelea, Misri hivi sasa ndo wanaongoza akiwa na pointi 130. Morocco bado wako katika nafasi ya pili, lakini pointi zao ni 92 na sio 142. Morocco wana pointi 92 sasa, sio 142. Kwa nini 92? Maelezo yanatoka kuyatoa. Msimu wa 2021 haupo tena ambao ulizalisha points zilizowafanya wawe na 142 katika kwa accumulate, katika kuzikusanya kwa misimu mitano mpaka 24-25. Ya tatu ni Afrika Kusini, lakini haina tena pointi 131. Badala yake hivi sasa ina pointi 87.5. Hii ndio Afrika Kusini. Lakini baada ya Afrika Kusini inayofuatia ni Algeria. Haina tena pointi 130, ina pointi 85. Halafu inafuatia Tanzania. Tanzania haina tena 82.5, ina pointi 58. Ukitaka kujua hizo 58 zimepatikanaje, ni kwamba Simba na pointi 33, Yanga na pointi 25. Sasa 25 za Yanga, 33 za Simba zinatenza 58. Ndio maana Tanzania bara ligi kuu yake NBC ina pointi 58. Lakini ligi kuu ya Tunisia 82.5 ilikuwa pointi sawa na Tanzania, lakini Tanzania ilikuwa juu ya Tunisia kwa sababu utaratibu pointi zikilingana, kinachoangaliwa ligi gani pointi zake imekusanya nyingi katika msimu wa karibuni, ambapo kwa msimu uliomalizika Tanzania ilikusanya pointi nyingi zaidi, hasa baada ya timu yake mojawapo Simba kufika fainali ya kombe la shirikisho, Yanga ikiishia hatua ya makundi. Kwa hiyo ndio maana Tanzania na Tunisia zilikuwa na pointi 82.5, lakini Tanzania ikawa juu ya Tunisia kwa sababu hizo ninazozieleza. Sasa Tunisia haina tena 82.5, badala yake ina pointi 53. Lakini Angola nayo haina tena pointi 55, badala yake ina pointi 88.5 kutoka pointi 55 zilizokuwa nazo awali. Inaendelea kushika nafasi ya 7. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inashika nafasi ya 8, lakini pointi zake sasa sio 45, ni pointi 29 tu. Sudani haipo tena nafasi ya 9, imedrop, iko nafasi ya 10. Nafasi ya 10 Sudani. Halafu hii nafasi ya 9 imetwaliwa na Ivory Coast, ambayo sasa ndio inashika nafasi ya 9, Ivory Coast ikiwa na pointi 28. Hii Sudani iko nafasi ya 10 ikiwa na pointi 27. Zinazofuatia nyingine baada ya Sudani yenye pointi 27 ni pamoja na Libya ambayo iko nafasi ya 11. Libya ina pointi 15 hivi sasa kutoka pointi zilizokuwa nazo msimu ule uliopita ambao ulikuwa ni 24. Halafu ya 12 sio Nigeria tena, ni Mali ambayo ina pointi 14 kutoka Nigeria iliyokuwa na pointi 21 wakati tukiingia katika msimu viwango vinavyotumika sasa. Nadhani nimeweka vizuri. Sasa kitendo hiki cha Tanzania kuendelea kumaintain kubaki nafasi yake ya 5, lakini ukubwa zaidi ni kwamba ile gap, tofauti yake ya pointi kutoka yenyewe ambayo sasa ina pointi 58 na inayofuata ambayo ni Algeria yenye pointi 85, manake wigo wa pointi umepungua kutoka ilivyokuwa awali. Kwa sababu awali Tanzania ilikuwa, tulionyesha hapa, ilikuwa na pointi 82.5, Algeria na pointi 130. Tofauti yao ilikuwa chukua 30 jumlisha 17.5. Ilikuwa tofauti ya pointi takriban 67.5 kati ya Tanzania na Algeria juu ya tofauti ya pointi. Lakini hivi sasa ni 85 na 58. Tofauti ya pointi utaona ni takriban pointi 27. Maana yake Tanzania imepiga hatua zaidi kwenye kuongeza pointi, na hili linatokana kweli kwamba wakati ule mwaka 2021 ukidrop kuelekea juu, kwa maana 21-22 mpaka sasa timu zake ambazo ni Simba na Yanga zimekuwa zikifanya vizuri zaidi, na tunafahamu uongozi thabiti, lakini pia support unaipata kutoka kwa wadau wao. Huwezi kuacha kutaja kwa Yanga GSM, kampuni ya GSM, washirika wa karibu wa Yanga katika kufanikisha mipango yake, pamoja na wadau wengine. Wao nimewataja kama mfano tu, maana pia kuna Azam Media. Lakini vile vile kwa Simba kuna Mo Dewji na kampuni yake METL, lakini pia kuna wadau wengine wakiwamo Azam Media na wadau wengine ambao kwa pamoja wamezifanya timu hizi zimekuwa na usajili bora sana na kuwafanya wawe na ushindani katika michuano ya kimataifa, huku pia wakiwa na mabenchi ya ufundi yaliyo bora sana. Lakini kwa Tunisia, Tanzania imeiacha zaidi. Mwanzo
katika wakati tukiingia msimu huu zote zilikuwa na pointi 82.5 kama nilivyotoka kueleza. Lakini sasa Tanzania ina pointi 58, Tunisia na pointi 53. Tunisia ishaachwa kwa pointi 5, hasi 5, wao wako nyuma. Wameshaachwa pointi 5 na ligi kuu Tanzania bara. Maana Tanzania inazidi kufanya vizuri. Sasa kwenye msimu huu wakati mechi za raundi ya pili zikichezwa, matarajio ni kuona Tanzania ikizidi kupiga hatua. Mpaka sasa katika orodha miongoni mwa klabu 10 bora kwa mfano barani Afrika hivi sasa, ni nchi mbili tu zimetoa zaidi ya timu moja kwenye orodha, ambazo ni zipi? Ni Misri ambao wana katika 10 bora kuna Al Ahly, ndani yake kuna Pyramids, ndani yake kuna Zamalek. Alafu nyingine ni Tanzania ambayo ndani ya 10 bora ndani yake kuna Simba, ndani yake kuna Yanga. Simba ipo nafasi ya 6 kwa ubora hivi sasa tunapozungumza. Yanga iko nafasi ya 9. Hakuna taifa lingine lenye timu zaidi ya moja kwenye klabu 10 bora barani Afrika, ikiwa ni ishara juu ya mwendo mzuri katika ukuaji wa mpira wa miguu nchini. Changamoto zote za ndani tunazoziona katika uendeshaji wa mpira wa miguu, changamoto zote tunaziona zitokanazo na nguvu kubwa ya Simba na Yanga, lakini bado kwa kulinganisha na kwingineko barani Afrika, ligi yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Kongole kwa mamlaka zinazosimamia mpira wa miguu, kwa maana shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF chini ya Rais Wallace Karia, lakini bodi ya ligi, lakini vile vile wizara inayosimamia michezo, ambayo kwa pamoja michezo na hususan mpira wa miguu unaendelea kufanya vizuri. Lakini tusiache kutoa kongole kwa management za klabu hizi, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kuwa na mipango mizuri kama una usimamizi mzuri wenye kuwezesha kusajiliwa wachezaji wazuri, benchi la ufundi sahihi, klabu zisingeweza kufanya vizuri katika kipindi hiki tunachozungumza. Tangu 2018-19 misimu takriban 7 kufikia sasa, misimu 6 Tanzania haiendi mikono mitupu kwenye hatua ya makundi michuano ya klabu ya CAF, na ndio kigezo cha ligi kupanda kwa viwango vya ubora, ndio kigezo kwa klabu kupanda zenyewe kwa viwango vya ubora. Mwenendo ni mzuri sana. Je, itakuwa vipi katika msimu wa 2025-26? Singida Black Stars, Azam watafanya kile ambacho Simba na Yanga wamekuwa kikifanya katika miaka hivi karibuni kwa kuhakikisha wanaingia hatua ya makundi ya michuano ya klabu ya CAF. Maana wakifanya hivyo Tanzania itapaa maradufu na kuwa miongoni mwa nchi chache barani Afrika kuwa na timu 4 zote zinazowakilisha taifa lake zinaingia hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Ni tabia ambayo huonyeshwa na timu za kule UNAF, hasa kutoka ligi kuu ya Misri wamekuwa wakifanya hivi, Morocco wamekuwa wakifanya hivi mara kadhaa, Algeria, Tunisia, kwa kusini mwa jangwa la Sahara ambao hufanya hivi katika baadhi ya nyakati ni Afrika Kusini. Sasa Tanzania inakwenda kwenye level hizo kwa msimu huu, endapo Singida Black Stars, endapo Azam FC hawataiangusha ligi kuu yetu kwa kuhakikisha wanakwenda hatua ya makundi, na kisha Yanga na Simba kuendeleza mwendo wao walionyesha katika misimu ya hivi karibuni. Itakuwa vipi? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.